nadhani nyinyi mtaweza kuswali vitani nyinyi? Hawajafahamu. Si kama kila swala itasaliwa na imamu na kundi la kwanza na kundi la pili. Inategemea position yenyewe ilivyo pale pahala, nafasi walioipata. Ama vita vikianza, salla kullu minhum wa huwa ala silahihi, ataswali kila mmoja peke yake, hana jamaa tena, na huku yuko juu silaha yake. At-tayyaru, yule mwanaanga, yeye fi ta'iratihi, sala yake ataiswali kule kule angani, yumo ndani ya chombo chake kwa ndege. Wal mudarriatu, na wengine waliohusika na kwenye maidani ya field, chini kwenye ardhi, fi dabbabatihim, wataswali katika matenki yao mle mle ndani. Na wengine watu wa misail, watu wa mizinga, wataswali pale kwenye mizinga yao, na kila mmoja ataswali kwa mujibu wa nafasi yake na silaha yake aliyokamata. Idha lam yajidu maa, hakuna samahani, hakuna usamehevu kama hakuyapata maji mathalan, na hakuna nafasi ya kutafuta maji vitani. Tayammamu, cha kutilia tohara wanacho, watakusudia mchanga. Fa idha lam yastati'u istiqbal alqibla, na kama hawakuweza kuelekea kibla mathalan, wasife moyo, sala zao ni kamil. Saqata anhum istiqbalu alqibla, wajibu wa kuelekea kibla unaanguka, unaachiliwa mbali wakati watu hawakipati kibla na hawana nafasi kabisa ya kuelekea kibla. Qala Allah ta'ala, dalili ya hayo Mwenyezi Mungu mtukufu amesema, hafidhu ala salawati, hifadhini juu ya sala zote tano, wassalati alwusta, na hasa ile sala ya kati na kati. Haiko katika usiku sana wala haiko katika mchana zaidi, iko kati na kati. Hiyo ni swala ambayo mtume alifasiri kuwa ni salatul asri. Waqumu lillahi qanitina, nasimameni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu katika hali ya kuwa ni wanyenyekevu hali ya juu. Huku mnajua mko mbele ya nani, muwe serious wakati mko mbele ya Mola wenu, na akili zenu zinafanya kazi. Mwenyezi Mungu hakubali kuabudiwa na akili ambazo hazipo kwenye ile swala yenyewe. Waqumu lillahi qanitin, kisha Mwenyezi Mungu akaendelea kwenye aya hii katika sura An-Nisa'i aya 102, akaendelea, fa in khiftum, ikiwa mtakuwa na hofu, mnaogopa, mko vitani, farijalan, mtaweza kuswali huko mnakwenda kwa miguu, au rukbanan, au mmepanda vyombo vyovyote vile, ikiwa punda, ikiwa farasi, ikiwa ngamia, ikiwa baiskeli, ikiwa pikipiki, ikiwa meli, ikiwa ndege, au rukbanan. Lakini fa idha amintum, wakati mtapokuwa mmetulizana, hammo katika hofu, hapo sasa fadhkurullaha, itabidi mulazimike kumtaja Mwenyezi Mungu katika ibada ya sala, kama allamakum, kama Mwenyezi Mungu alivyokufundisheni, ma lam takunu ta'lamuna, yale mambo ambayo mlikuwa hamyajui mwanzo. Sasa itabidi mumkumbuke Mwenyezi Mungu aliyekufundisheni mambo kadhaa wa kadhaa. Na nyinyi mtasimama vipi kwenye ibada ya sala wakati mlikuwa hamjui kitu? Leo unajua na umesoma, umechukua graduate, umeajiriwa pahala na mshahara mkubwa. Ile sala yako wakati utaposimama mbele ya Mwenyezi Mungu unasali, na ulikuwa hujui hata biashara kufanya, hujui, lakini Mwenyezi Mungu akupa mipango, unajua sasa unachuma, unapata mali vizuri sana, faida nyingi sana. Utapokuwa kwenye sala utakuwa vipi? Utajipendekeza kwa Mwenyezi Mungu vipi? Unaweza kudharau kila ulichonacho na Mwenyezi Mungu akawa ndio mkubwa zaidi? fadhkurullaha kama allamakum ma lam takunu ta'lamun. Basi hapo sasa mko katika hali ya amani, itabidi mumtaje Mwenyezi Mungu vizuri sana, kama alivyokufundisheni Mwenyezi Mungu yale mliokuwa hamyajui. Wa idha bahathna fi kitabi salah, tukipekua na kupekua katika mlango wa sala kwenye kila aina ya kitabu, hal hunaka udhrun, je tutafuteni waislamu uko udhuru wowote, yuskitu salata, utakaoporomosha sala awajibu wake kaondoka. Hata mtu aambiwe funga ina thawabu zake na sala ina thawabu zake, kwa hivyo wewe kama unafunga tu, hata kama uswali basi utapata thawabu zako tu. Haiwezekani kabisa kwa ibada ya sala ilivyo.
kama tutavyoona mbele katika maudhui hii, namna gani Mwenyezi Mungu anavyotaka mja wake ajipendekeze kwake katika jambo ambalo la kujipendekeza kubwa lao katika hayo mengi yaliyopo ni ibada ya sala. Bila ya ibada hii hakuna kujipendekeza, mapenzi ya Mwenyezi Mungu hayaji. Falam najida illa udhurain ithnain, kama tulivyosema hatuwezi kukuta isipokuwa nyudhuru mbili tu kwa ibada ya sala. Au walahuma, moja katika nyudhuru hizo mbili, aljununu, ni wenda wazimu, ugonjwa wa akili. Wa na'udhu billahi min dhalika, na tunamuomba Mwenyezi Mungu atunusuru na gonjwa hilo. Maana binadamu ni akili yake, hana akili basi ameshaondoka kwenye binadamu, na huenda akawa kuliko mnyama. Chombo chenye kumbakisha awe binadamu basi ni akili. Basi Mwenyezi Mungu anataka umwabudu kwa kutumia akili hiyo, uwepo kwenye swala huku unafahamu barabara wanachokisema na wanachokifanya, kila kitu uwemo ndani ya swala. Wa thanihuma, na la pili katika mawili hayo ambayo Mwenyezi Mungu amewachia udhuru kwenye swala, damul haidhi, ni damu ya haidhi kwa mwanamke, wa nifasi, ni damu ya uzazi pia. Walhamdulillahi alladhi khalaqana rijalan, na sisi tumesema Mwenyezi Mungu ndio kushukuriwa ambaye katuumba wanaume. Ina maana tuko kamili katika ibada zetu, hamna upungufu ndani yake. Inna Allaha jalla fi ulahu, hakika Mwenyezi Mungu uliotukuka utukufu wake, lam yuskiti salata hatta anil muqatilina, hakuidondosha ibada ya sala akaisamehe mpaka kutokana na wapiganaji. Fahal salla almuqatiluna, na je haya ni mazungumzo tu au wameswali wapiganaji mbele ya mtume? Kabla an taduru almaarik, lakini kabla ya kuanza mapambano, je limetokezea jambo hili kufanyika waziwazi kimatendo hasa? Idha kanat as-salatu wajiba, itapokuwa sala ni wajibu alaihim, juu yao wapiganaji, wal maariku dairatun, na wakati mapambano yashakuwa tayari yameanza, wal aslihatu, na silaha mutashabika, zinagongana, ikiwa ni upanga, ikiwa risasi, pana data, pana nguruma pahala. Waqad sammatil asina, na kwa hakika ndimi wakati zimenyamaza kimya, hakuna asemaye. Kama anasema kidogo kidogo anamtaja Mwenyezi Mungu, kimya. Kisikilikanacho katiwo ni mdato wa risasi, mdato wa mizinga au mdato wa... hakuna nosema, kimya watu wote. Wanatokatil asina, na vitamkavyo hapo ni vinoo vya kulolea visu na upanga, vinasema. Mtu anaona jisu lake butubutu, ananoa kidogo. Au risasi zimekushamalizika kwenye chombo, anakunjua ukanda wa magazine, anapanga tena upya mara pili, na analode chombo chake tayari, anaendelea tena. Vitu vyenye kusema wakati hapo ni vitu kama hivyo tu basi, midato ya silaha peke yake. Wa khatabati suyufu, na kama kuna cha kusema zinahutubia panga, zina data, zinasema panga. Ala manabiri riqabi, juu ya membari za shingo za watu. Wa qadamati rimahu, na mirembeleo ya mishari na mikuki. Ala khutati as-si'abi, inakwenda katika hatua zilizokuwa ngumu ngumu. Fala tara, wakati huo ukitokezea pahala kama hapo huwezi kuona illa ruusan, isipokuwa vichwa tu vinatoka katika mila binadamu, wao chengine. Wadimaan, na damu tahaduru na mwagika. Pahala kama hapo pameelekea kuswaliwa hapo. Wa ma'a dhalika qala Allahu lihabibihi, na pamoja na hayo Mwenyezi Mungu amesema kumwambia kipenzi chake, wa idha kunta fihim, utapokuwa pamoja nao, ai fi maidani bainahum, uko Muhammad katika maidani ya vita baina yao. Fa aqamta lahumus salata, na ukawasimamishia swala Muhammadi, ndo mpango ule tuloutaja. Faltakum taifatun, na lisimame kundi moja, minhum, miongoni mwao, maaka, waliyakhudhu aslihatahum, na lichukue silaha zao kwa bebe tayari. Fa idha sajadu, likisujudu kundi la mwanzo, falyakunu min waraikum, litakwenda kuchukua nafasi ya ulinzi nyuma yenu. Wal taati taifatun ukhra, lije kundi jingine ambalo lam yusallu, halikuswali bado, falyusallu ma'aka, lije liswali pamoja na wewe Muhammadi. Waliyakhudhu hidrahum, na wanatakiwa wachukue hadhari zao za mwisho kabisa.
wa aslihatahum, na wabebe silaha zao migongoni. wadda alladhina kafaru, wametamani ambao wamekufuru, lau taghfuluna an aslihatikum, laiti mngeghafirika kidogo na silaha zenu, wa amtiatikum, na mizigo yenu, fayamiluna alaikum, wakapata kukuvamieni juu yenu, mailatan wahida, kwa mvamio mmoja tu. Lakini Mwenyezi Mungu akawapunguza kidogo mzigo, akawaambia waislamu na mtume wao, wala junaha alaikum, lakini hapana lawama juu yenu, in kana bikum adam min matarin, kama itatokezea maudhi ya mvua na mmeroa chapa chapa, wakati huo inakuwa baridi kali na huwezi kuchukua mizigo, au kuntum marda, au mshaumia, mmekuwa ni wagonjwa, wakati huo hapana ubaya antadau aslihatakum, kama mteka chini silaha zenu. Lakini wakhudhu hidrakum, itabidi muendelee kuchukua hadhari zenu. inna Allaha a'adda lilkafirina, kwa upande wa maadui zenu Mwenyezi Mungu tayari kishaandaa kwa makafiri adhaban muhina, adhabu ya kuwafedhehesha. Kwa hivyo msiwajali, nyinyi mnapigania mawili hapo, imma muwashinde wa imma mpate pepo. Wao wameandaliwa moto wa Mwenyezi Mungu na adhabu kali, kama ilivyokuja kwenye aya hiyo ya 102 ya sura An-Nisa. Thumma madha, kisha nini chengine Mwenyezi Mungu anakieleza katika mpango wa sala, namna anavyoipenda ibada hii. Kama wataka Mungu akusamehe na mengi uliyofanya unapotoka katika maovu, kimbilia sana ibada ya sala. Cha kujifanya ukurubie kwa Mwenyezi Mungu ni ibada ya sala, itakusaidia sana kwa hakika, kuanzia za fardhi na baada za sunna vile vile. Sala bi ayi shay'in khatama Allahu hadhihi al-ayati, kwa maneno gani Mwenyezi Mungu amemaliza na akafunga aya hii ya 102 sura An-Nisa? Qala ta'ala, Mwenyezi Mungu amesema, fa idha tuma'anantum, mtakapotulizana hamu katika vita, fa aqimu salata, itabidi mmelazimika kusimamisha sala kwa wakati wake na khushui zake na kila kitu. Kwa nini? Kwa sababu ibada hii inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta, hakika ibada ya sala imekuwa juu ya waumini, si juu ya watu wengine wote mbalimbali, juu ya waumini. Kuna watu mtofautiana Uislamu mbali hapa. Sasa hapa ni imani. Sasa ibada ya sala utajitizama unavyosali wewe mwenyewe, utajijua ni muumini au ni munafiki au kwa vingine vyovyote vile. Ama kwa ibada ya sala imewajibishwa juu ya waumini. Imekuwa ni vipi sala? Kitaban mawquta, ni fardhi iliyowekewa wakati maalum. Kitaban ay fardan, maana ya kitaban ni fardhi, mawqutan ay fi waqtin muhaddadin, imepangiwa katika wakati uliowekewa mpaka, unaingia na kumalizika wakati huo. Ukimalizika basi hata uzifanye milioni sala zile, Mwenyezi Mungu hakubali tena. Madhalik shampa msafiri asali namna yake, madhalik shampa mgonjwa asali namna yake, madhalik shampa aliyoko vitani asali namna yake. Tena palipobakia hakuna mnani msamaha. Madhalik imepita kipindi na Muislamu anajijua na wajibu kipindi kile, mpaka muda ukamalizika ameshaingia pala pabaya kwa hakika. Tena labda atapotubu madhambi hayo akayaacha, asirejee tena, na akajitahidi sana kusali sunna za kablia na baadia na mambo kama duha, na baadaye ikawa imponyoki qiyamul laili usiku, labda hizo zinaweza kuziba mapengo ya fardhi mtu zilompita. Lakini kwa kulipa tu hawezi kuziba pengo lile. Haikuwekewa baada ya sala mambo ya lipana, haikuwekewa kabisa. Kitaban mawquta ni fardhu likwati, ai fi waqtin muhaddadin, yani katika wakati ambao umefanywa mpaka maalum, unaingia na kumalizika wakati huo. Hadha huwa hukmu tariku sala, hii ndiyo hukumu ya mwenye kuacha sala mbele ya Mola wake, hana lolote jingine atakalolifanya hata akayavuta mapenzi ya Mola wake, madhali kwenye sala hayumo. Afahamu vizuri mtu hivyo. Maana kuna baadhi ya Waislamu wanadhani kule kufunga ndio kukubwa zaidi kuliko sala. Kuna wengine wamedanganywa, wanaifasiri vibaya aya ya Qur'ani,
pale tuliposema wala dhikrullahi akbar, wanaona kwamba kufanya dhikiri ile wanaoifanya watu wa tarika ni kubwa zaidi kuliko sala. Kwa hivyo sala hawajali, adhana na ziadhiniwe, wao kucha mpaka jua litoke wafanya vile vishindo vyao. Lakini mashekhe wao wanavioni, wanajua mambo hayo, wanapenya penya mmoja mmoja alfajiri wanaenda kusali. Wao pale watawaacha wajinga watupu na ngoma yao, wenye kujua maana hawakai pale. Na kama mtu atakuchunguza achunguze ni nani walioko pale, bado ni ngoma yao ile, na sio maana yake wala dhikrullahi, dhikri nyingine ile wanaifanya wao pale. Anza tonga mwanzo wa aya ilivyoanza. Aya imeanza utlu ma uhiya ilaika min alkitabi wa aqimis salah, ndio ilipoanza aya inna salata tanha anil fahshai wal munkari. Halafu imeendelea mpaka ikaja wala dhikrullahi akbar, na utajo wa Mwenyezi Mungu yani uliomo ndani ya sala. Ni jambo kubwa sana. Wallahu ya'lamu ma tasio, kwamba unaipembua pale baina kipi kikubwa zaidi miongoni mwa ile dhikri unaifanya watu ya ngoma na sala, yani sala iweko chini. Haiwezekani kabisa jambo hilo. Hakuna anaofasiri hivyo Muislamu yote, kuanzia makhalifa, masahaba, matabiina na wengine wote. Hakuna atakayesema kwamba kuna kitu kinaipiku sala katika ibada. Na wakati tunazungumza haya ili tupate kujipendekeza kwa Mola wetu kama ilivyotaka Qur'ani, wa ila rabbika farghab, hapa tukizungumza haya inabidi tuyaseme haya wal akbadu, na maini ya waumini tasilu mirara, yanavuja na kuchorozika machungu kwa waislamu waliobakia. Wal anfus, na nafsi za waumini tasilu lawa, zinamiminika huzuni. Lima sara ilaihi halul muslimin, kwa vile ilipofika pala gani hali ya waislamu min tarki sala, katika jambo la kuacha ibada ya sala. Wamefika waislamu pahala pagumu na pabaya mno katika kudharau jambo hili, huku wanadhani kwamba wanaweza wakajipendekeza kwa Mwenyezi Mungu akawapenda kwa kuiacha ibada ya sala na kuidharau. Matendo na mambo ya kipuuze kidunia yanaweza kumshughulisha mtu mpaka katilia mbali ibada ya sala, na mwenyewe anajidanganya kwamba madam wakati ungalipo, madam kipindi cha kiswali wakati wote ule, basi tu mtalipa tu wakati mwingine wote ule. Sala haikuwekea hivyo. Sala, ibada hii imewekewa isaliwe anavyotaka Mwenyezi Mungu, na sio anavyotaka mtu kwa nafasi yake aliyoipata, anavyotaka Mwenyezi Mungu mwenyewe. Ta'ala ba'da dhalika nantaqilu min hukmi tariki sala, sogeeni karibu nami baada ya hayo tuondoke sasa katika hukumu ya aliacha sala kabisa haisali, au kuna vipindi vinampita. Tuje zetu sasa ila hukmi almusalli, kwenye hukumu ya huyo mwenye kusali mwenyewe. Sasa mata tukubalu salatul insani, swala letu hapa linakwenda kwenye maudhui yetu ya wa ila rabbika farghab, sio kusali tu peke yake, lakini mata tukubalu, wakati gani nakubaliwa salatul insani, sala ya mwanadamu. Wa hal kullu man salla tuqbalu salatuhu, je, kila mwenye kusali inakubaliwa na kupokelewa sala yake? Hapana, asidhanie mtu umeshasali bado si unaweka huzuni yako na wasiwasi mkubwa kwamba Mwenyezi Mungu ameikubali au ameikataa. Na sio kila mwenye kusali kuwa sala yake itakubaliwa. Hapana, kuna wanaoondoka na maksi zaidi ya 50, na kuna wanaoondoka na thawabu chini ya 50, na kuna wanaondoka na thawabu chini ya 10, na kuna ambao wanaondoka hawakupata kitu kwenye sala ile. Na hata kama sala wameisali wakachukua yote 100%, asikate mtu moja kwa moja kwamba kishafanikiwa, bado aweke hofu kwa Mola wake. Lakini tamaa awe nayo kwa kuwa kishasali, kule kusali tu peke yake tamaa aweke, lakini bado mambo hayajesha. Innama wa nahnu naqra'u kutub al-fiqh, sisi tukisoma vitabu vya fiqh mbalimbali hivi utaona vitabu vya fiqh takallamatil kutubu, vimezungumza vitabu hivyo an shuruti wujubi salati, kutokana na sharti za kuwajibika sala. Vipi sala itawajibika kwa nani? Ala man tajibu, juu ya nani imewajibika sala. Utaona al-islamu
swala imewajibika kwa muislamu, asiyekuwa muislamu si wajibu kwake kuswali. Walbulugh, na utaona mtu wa fikhi imefika mpaka kubaligh. Mtoto mdogo si wajibu kwake, akifanya mazoezi tu ili aizoee. Wala aklu, na vile vile kuwa na akili. Hivi ndivyo inavyozungumza mtu wa fikhi, bado havijafika kwenye ukamilifu. Wameweka wao sharti za kukubaliwa salatu, ni mambo hayo: uislamu, kubaligh mtu, na mtu kuwa na akili. Watakallamat alkutubu, na vitabu hivi vya fikhi hivi vikazungumzia an shurutu sihhati salah, kutokana na sharti za kusihi sala mpaka ikubaliki pale. Wamesema nini sharti hizo? Wanavyoona imekwenda kusema satrul aura, kustiri mtu uchi wake, asali utupu, Mungu atakataa sala yake. At-tahara, kuwa na udhu kamili katatawadha. Khalafu dukhulul waqti, ni kuingia kwa wakati. Hivi ni vitu ambavyo vimekuja katika shuruti sihhati salah. Na jingine wastikbalul qibla, kuelekea kibla. Lakini la kusikitisha, vitabu vya fikhi lam tatakallam, havikuzungumza an shuruti allati, kutokana na sharti ambazo lazima naatabiruha, tuzizingatie sharti hizo, arrukna arrakin, kwamba ndiyo nguzo madhubuti zaidi, walhisna alhasin, na ndiyo ngome za kutegemea zaidi kwa maswala imekubaliwa. Ala, tambueni vizuri sasa, hiya shurutu qubuli salati, ni sharti za kukubaliwa sala, siyo sharti za kusihi sala, wala siyo wajibu wa kuwajibika sala, ni shuruti za kukubaliwa sala. Sala ina sharti za kukubaliwa, kama zimepungua, hazipo, basi haikubaliwi. Ma shurutu kubuliha, nini sharti za kukubaliwa sala, zikoje? Swala hili yujibu ala hadha suali maulana tabaraka wa taala ismuhu, Mwenyezi Mungu mwenyewe atajibu swala hili, maana yeye ndio anayoipenda zaidi ibada hii. Na sisi katutaka wa ila rabbika farghab, na kwa Mola wako mje jipendekeze. Anajibu Mwenyezi Mungu wapi? Fi hadithin qudusiyin jalil, katika hadithi kudusi takatifu. Hadithi kudusi hiyo mania, kwanza jamia, imekusanya maana zote. Halafu mania, imemzuilia mtu asende pahala pengine kutafuta hoja. Shafi, tena inamtibu mtu maradhi yake alionayo akataka kujua ilmu. Wafi, tena imelipa kabisa, hakuna pahala ilipopaache sipaeleze. Yushtaratu, enyi ndugu waumini, inna shurutishwa fi qubuli as-salati, katika jambo la kubali wa sala, 5 shurutin, sharti 5 lazima zipatikane. Hizo ndo sala ikubaliwe. Haidhuru shasali, lakini bado kuna sharti 5. Hadhihi shurut, shurti hizi 5, idha tawafarat, pindi kama zimetekelezwa barabara, antajat 6 nataij, zitaleta faida 6. Uzielewe, huku unaswali, huku unajua kuna mambo 6 utayapata. Kama sharti hizo zimepatikana, basi huku unajipendekeza kwa Mola wako, kuna mambo 6 unayapata. Sharti ni 5, lakini faida ni 6, moja imezidi. Isma' ma'i ila rabbina yuhaddithuna, tega sikio pamoja na mimi kwa Mola wetu anatusimulia hadithi kurusi hiyo. Mata tuqbalu minni wa minka salatu, wakati gani hukubaliwa kutokana na mimi na wewe pia hiyo sala? Qala, Mwenyezi Mungu amesema, innama ataqabbalu salata, hakika mimi naikubali sala, mimman tawadhaa biha, kwa yule ambaye kajiweka chini, li'azamati, kwa utukufu wangu mimi. Hakuwa na kibri tena. Sala ilimvunja, akawa ni mtu wa kawaida, ni mtu yuko chini, cheo chake akakiona hakina maana kwa sababu ya sala imemvunja. Ilibidi kama ni askari na nyota zake mabegani, ameingia msikitini kama raia wa kawaida, kavua viatu vyake, kaondoa kofia yake, utamkuta kaporomoka, ana rukuu na kusujudu, ishamvunja sala. Amekuwa sasa ni mtu yuko chini katika hadhi ya kawaida. Imemfanya rais na mfalme
anajipanga katika safu za sala, naye ni maamuma, anasikiliza command, amri itokayo kwa imam, na haruhusiwi kufanya lolote pale ila baada ya kupata idhini kwa imam. Asikie tamko la Allahu akbar, imam kishafanya na yanafuata. Sasa ina maana hapo amenyenyekea na amejiteremsha chini katika hadhi alionayo, amekuwa sasa yeye swala imemvunja vunja. Hapa ndio pahala Mwenyezi Mungu pa kwanza anapoikubali sala. Kiburi hakijaondoka, hawezi kwenda katika jamaa na hakubali kabisa yeye kukaa nyuma, anataka kwa lazima awe mbele japokuwa uwezo hanao, lazima awe imam japokuwa uwezo hanao, lazima kuna nafasi yake msikitini aipate, lazima. Akikosa ugomvi na matusi, bado hajafahamu sharti ya kukubaliwa sala. Mwenyezi Mungu anasema innama atakabbalu salata, hakika mimi naikubali sala, na imekuja pale kwa alif na lam, atakabbalu salata. As-salata si haikuja atakabbalu salatan kwa nakira, yani sala yote tu, la, naikubali ile sala nayoitaka mimi isaliwe. Kwanza aisali vile ambotaka yeye Mwenyezi Mungu isaliwe, na Mtume akasema sallu kama raaitumuni usalli, anavyotaka Mwenyezi Mungu swalini kama mlivyoniona mimi Mtume wa Mungu ninasali. Hivyo ndio Mwenyezi Mungu alivyotaka hivyo. Usifanye kwa kuona watu au madhehebu yako yamefanya hivi. Mwenyezi Mungu alivyotaka na Mtume alivyosali. Innama atakabbalu salata, hakika mimi naikubali sala, mimman, kutoka kwa mtu ambaye tawadhaa biha, amenyenyekea na amejiteremsha chini kwa sala ile, liadhamati, kwa sababu ya utukufu wangu mimi, alinijali cheo changu, akavurugika kwenye sala ile. Hadha